Anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Nilikwambia moja ya sifa ya shahidi lazima abebe nguvu. Shahidi anayeongelewa hapa sio shahidi wa kwenda mahakamani kutoa ushahidi, ni shahidi anayesema habari za Yesu. Na neno la asili ambalo natumika hapa kama shahidi ni neno la Kiingereza mataya. Mataya kwa maana kama mtu ambaye yuko tayari kuifia imani, hayuko tayari kucompromise. Kwa mtu akishajazwa nguvu ndipo anakuwa tayari kuishindania imani, hayuko tayari kuacha wokovu. Leo unaanguka na kusema kwa sababu kinachomisi ndani yako ni nguvu. Shahidi yoyote lazima abebe nguvu. Shahidi akikosa nguvu hawezi kushuhudia anachokisema. Na kwa nini alisema hao mashahidi wabebe nguvu? Ni kwa sababu alitaka wathibitishe walichokuwa wanakisema. Ndiyo maana anasema mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tuwe akasema siku hizi na nguvu za Mungu hazipo, kwa sababu watu hawapendi ushahidi, kuwa mashahidi, hawapendi kushuhudia. Kwa sababu nguvu zikija haziji uende kulima. Nguvu zikija haziji ukae madhabahu. No, zinakuja uende kuwa shahidi, kushuhudia. Bwana sema mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu. Na kanisa hapa ndipo limekuwa linafeli. Mtu akijazwa Roho Mtakatifu katika mkono kaya Mtakatifu anaishia kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni alama ya kwanza ujazwa Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa na kunena kwa lugha, lazima utafute nguvu. Kunena kwa lugha ni alama ya ujazo, lakini matokeo ya ujazo sio kunena kwa lugha. Matokeo ya ujazo ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa mtu aliyejazwa nguvu ni zaidi ya kunena kwa lugha. Lazima awe na nguvu, na nguvu hazifishi. Wherever there is power, there is result. Kila penye nguvu kuna matokeo. Hizi nguvu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa Yesu anawaambia mtapokea nguvu. Hii ni ahadi ya kila anayeamini, atapokea nguvu. Kwa nini nguvu? Ili awe shahidi wa Yesu. Kwa nini nguvu? Ili asionewe na adui. Kwa nini nguvu? Ili waganga wasimtese. Kwa nini nguvu? Ili mapepo akimwona apige sauti aseme wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini nguvu? Ili wachawi wasikuonee. Kwa nini nguvu? Ili misimu ya kwenu ikatike. Nanyi mtapokea nguvu. Matendo ya Mitume 10:38 kwa habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu aliyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja nao. Hizi nguvu za Roho Mtakatifu ndio dunamis, ndio upako, anointing, mafuta. Yesu alipakwa mafuta akafanya huduma, alikopita baba akamuona, usitese mwana wa Mungu kabla ya muhula wetu. Kwa nini? Mafuta. Luka 4:18 amenipaka mafuta. Moja ya vitu baada ya kuamini unahitaji kuvitamani. Tamani moto, tamani nguvu, desire power. Maishi maisha kinyonge, lakini tamani nguvu hizi. Leo Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa. Leo Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta. Unanena kwa lugha sawa, na ili jazwa nguvu. Nimenyirisi sawa, jazwa nguvu. Niliwaambia jana, mapepo hayaogopi Kiingereza, yanaogopa nguvu. Shetani haogopi English, haogopi degree yako. No, he's afraid of power. Daudi anasema Zaburi 105:4, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Haleluya! Mtake Bwana na nguvu zake, zitake baraka sawa. Yeye anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Marko 16. Wewe unamtaka Bwana, unataka baraka zake, unataka sawa, lakini usahau na nguvu zake. Marko 16:17 akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sio wachungaji, sio mitume, wale wanaoamini. Haijalishi huduma zao, cha msingi wameamini, cha msingi wametafuta nguvu. Anasema ishara hizi zitaambatana na hao wanaoamini. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, yani watanena kwa lugha, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Anasema hivi, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuafisha hakitawadhuru. Bwana asifiwe. Kuna viwango ukishafika ukabeba nguvu, hata sumu haina matokeo ndani ya mwili wako. Unazidi unasema hata sumu. Fuatilia majayanti wa imani ambao wamehubiri Injili. Fuatilia maisha ya kina Klola, wamepewa sumu mara ngapi? Anategwa, anakunywa na maisha yanaendelea kama kawaida. Haya maandiko hayapo kwenye Biblia kwa ajili ya kuipama Biblia. Haya ni ya waamini, amini. Yaishi. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Baada ya kuokoka, mpendwa, tafuta nguvu. Ndipo maana Biblia inasema watakusanyana lakini watashindana lakini hawatashinda.
hauwezi kumshinda mtu mwenye nguvu. Biblia inasema ili uingie kwenye nyumba ya mtu lazima kwanza umzidi nguvu ndipo mfunge. Kama haujamzidi nguvu hauna matokeo, utapigana hautashinda.